haya hayo kunitokea hata mimi. Nikamata ng'ombe na mgambo tukapigwa tukaziachia. Hata juzi hapa tarehe 23 mwezi wa 11. Ng'ombe zimekamatwa karibia sekondari. Yale mpigana simu 10. Mgambo akapigwa, ng'ombe zikaenda. Tatizo hili tunaomba mitatue kwa sababu kama mgambo haheshimiwi, mwenye shamba huheshimu. Mimi nikichukua hatua itaonekana mpaka mmoja mataifa. Ng'ombe kaniharibia. Ng'ombe kwa faida yako ya kupeleka KCMC, Bombo hata Muhimbili. Na mimi mazao kwa faida yangu. Ulishia shambani nikafidiwe hutaki. Kizeta tena na kuua. Nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa katika doria zetu na tukakutana na ng'ombe ziko ndani ya hifadhi. Kwa hiyo mifugo ile tulikuwa tunaikamata. Lakini wale vijana walikuwa 4 wakapiga kelele, wakawa wanapiga wanaita nduru, wakapiga nduru. Baadaye wakaongezeka wakaja vijana wengi. Sasa wakati tunaswaga zile ng'ombe kuelekea ofisini, wakawa wanakuja kwa mbele wanazo. Tulipigana sana fimbo pale. Lakini mwisho siku wakawa kama wataka kutuzidi nguvu, maana sisi tulikuwa 7, wao walikuwa kama 17 hivi. Tulichokifanya tukakamata mmoja. Tulimpeleka ndani mpaka sasa hivi kesi inaendelea ndani. Bahati mbaya zaidi tumeanza kuchomana visu. Yaani Masai ameingiza ng'ombe kwa mkulima. Mkulima ameenda kukamata zile ng'ombe. Masai kabisa nakubana anamuita mkulima, njoo basi tupatane. Wanaenda pale shambani kidogo anakaa tuanze kupatana. Huko Masai anapiga chini ni ukungu chini nini wa Masai wanakuja kama ndio. Hata hivyo baadhi ya wafugaji waliohudhuria kikao hiki pia nao wanaelezea sababu na chanzo cha migogoro baina yao na wakulima. Na tatizo liko hivi. Leo hii mkulima anakuta mifugo yako hapa. Anaswaga yote anaswagia kwenye shamba ili akalipwe. Kwa kweli hilo pia ni tatizo ambaye hatujui kama litaisha. Swala la kusema kwamba wafugaji wengine nani mkulima mwingine wanaingiza nani kwenye shamba ni kweli. Mimi nimewahi kuathibitisha kabisa. Lakini hata nimewahi kumwambia mwenyekiti wa kitongoji, mtu anaweza kuwa imefikia kipindi kile cha kwamba mahindi hii imeathirika kwa ajili ya jua. Akiona mfugaji haonekani kidogo anaingiza, na ya kwangu imewahi kuingizwa sio mara moja. Niliwahi kumwambia mwenyekiti wa kitongoji. Ni usalama wa mkulima na mfugaji. Lakini akiitwa mgambo chukua mifugo peleka ofisini, hao wenyewe wanaofuga anatandikwa mgambo, anatandikwa mwenye mifugo na wanapora mifugo. Sasa hapa huyu mkulima na mfugaji wanataka waishije? Ila kuna wale ambao ni wasumbufu mno. Tutacheza nao kwa sheria kali. Tumekubaliana leo tuzungumze na jamii ya kifugaji. Ninyi mna mambo mengi ambayo mnahitaji sisi viongozi tuyajue. Lakini pia sisi viongozi tuna mambo ambayo tunataka nyinyi wenzetu muyajue ili tushirikiane. Tukishirikiana tunaweza kuifanya kata yetu watu waishi kwa amani, lakini watu wajenge uchumi imara, kwa sababu afisa korosho anasema korosho ni dhahabu ya kijani. Mimi nasema ng'ombe nayo ni dhahabu inayotembea. Ndio maana tunawathamini na pia kama tunavyowathamini wakulima. Heshimiane. Sasa sisi wenyewe wafugaji na mkulima. Ukiona ng'ombe wako amekengeuka bahati mbaya, muwai mkulima mkaongee kirafiki.